Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anayekabiliwa na kesi ya uhaini ametaja orodha mpya ya mashahidi wake katika kesi ya uhaini akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Philip Isdor Mpango, Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa. Lissu ametaja mashahidi hao baada ya kupatikana kesi ya kujibu leo Jumaa Agosti 21 mwaka 2026. Uamuzi huo umetolewa leo na umesomwa na kiongozi wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo akiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru kwa niaba ya majaji wenzake. Jaji Ndunguru katika uamuzi huo amesema kwamba baada ya kupitia na kuzingatia ushahidi wa upande wa mashtaka na hoja za mshtakiwa kama na kesi ya kujibu, mahakama hiyo imejiridhisha kuwa ushahidi huo unamgusa mshtakiwa kiasi ambacho anapaswa kujitetea. Baada ya uamuzi wa mahakama imemfahamisha mshtakiwa huyo kuwa ana haki ya kujitetea na kuita mashahidi wake na kwamba pia anayo haki ya kukaa kimya kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha sheria. Lissu alipopewa nafasi hiyo ameeleza mahakama kuwa atajitetea na kwamba ataita mashahidi na kutaja idadi ya mashahidi wake 11 ambao ameomba mahakama itoe hati ya wito wa kufika mahakamani kwa niaba ya kumtetea. Mashahidi hao ambao wamebainisha kuwa ni wa kuanzia tu na kwamba baadaye anaweza kuongeza wengine ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Philip Mpango, Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa na Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Kamilu Sambula. Wengine ni Mkurugenzi wa Makosa ya Jinai DCI Ramadhan Kingai, Mkurugenzi Mkuu wa Usalama wa Taifa na Ujasusi, Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika, Naibu Katibu Mkuu wa Chadema Amani Golugwa, Makamu Mwenyekiti wa Chadema John Heche na Ofisa habari wa Chadema Brenda Rupia. Awali katika usikilizwaji wa awali wa kesi hiyo preliminary hearing, ambapo mshtakiwa alisomewa maelezo ya kesi, Lissu na mashahidi hao aliowataja leo ni aliwataka wengine akiwemo mwanaharakati wa Uganda Agatha Atu Haile na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi. Wengine walikuwa ni Dr. Willy Mutunga kutoka Kenya, Martha Karua kutoka Kenya na mkurugenzi wa Jambo TV John Malwa, ambao hawa leo hajawataja, huku akibainisha kuwa hawa waliowataja leo ni kuanzia tu, hivyo huenda akawataja mashahidi hawa tena au wengine zaidi.